Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni Young Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa nimekusogezea kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kitakachoanza dhidi ya klabu ya Simba Sport Club katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo ni mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo ni mzunguko wa pili. Mzunguko wa kwanza unafahamu ya kwamba watu waliweza kujifunga kina Kelvin Kijili, Young Africans wakaweza kuondoka na 1-0. Je, katika mchezo huu utakuwaje? Kocha Maurudi ameweza kutangaza kikosi chake kipya kabisa ambacho utakachokwenda kukiona kikiweza kucheza kwenye mchezo huo mkubwa kabisa. Alama 3 tu muhimu ndio zinazohitajika na kikosi cha Young Africans. Kikosi kikoje? Bila kupoteza wakati nikutajia kikosi ambacho kimetangazwa. Ile kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu ambalo limeandikwa hapo neno subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa yetu wakati wowote pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujiri. Fanya hivyo sasa hivi kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Karibu. Kikosi cha Young Africans ambacho kimepata wakati mzuri kabisa wa kupumzika, wa kutuliza akili na kumtafakari mpinzani namna ya kuweza kwenda kumuadhibu. Wameshajua tayari kimbinu kila kitu ambacho Yanga wanajua nini wanachokwenda kukifanya. Unafahamu ya kwamba Yanga wamekuwa ni tishio kweli kweli kwa wakati huu. Safu yake bora ya ushambuliaji ambayo inaongoza kwa kuwa na mabao mengi kwa kila mmoja. Unazungumzia kina Budube, Clement Mzinze, Pakome, kina Maxi, kina Chama na wengine kibao. Sasa kikosi kiko vipi ambacho kinachokwenda kukutana na Simba Sport Club ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya dabi ya Kariakoo? Hiki hapa ambapo golini anaendelea kusimama Djigui Diarra, screen protector. Unafahamu bora wake miongoni mwa magolikipa bora kabisa kuwahi kuja nyumbani hapa Tanzania. Unafahamu bora wake, amekuwa na nyakati nzuri kwa kipindi hiki. Umeweza kushuhudia namna ambavyo huwa anafanya save zake, namna ambavyo huwa anapanga lineup ya mabeki wake, namna ambavyo anavyokuwa akiweza kuituliza timu ambapo inapokuwa na pressure, na namna ambavyo kwenda kushuhudia anapokuwa akianzisha mashambulizi. Ni moja kati ya sifa ambayo yuko nayo Djigui Diarra. Mguuni yuko vizuri kabisa, sio tu mkononi, hata mguuni yuko vizuri kabisa. Utakwenda kushuhudia kila kitu pale katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini kwa upande wa beki namba 2, klabu ya soka ya Young Africans imeweza kumwamini Israel Patrick Mwenda akiweza kuanza katika upande wa kulia wa timu hiyo, ambapo unafahamu shughuli yake. Israel Mwenda amekuwa na wakati mzuri kwa kipindi hiki toka alipoweza kujiunga na Young Africans akitokea Singida Black Stars, ambapo awali alikuwa Simba Sport Club, lakini aliweza kuwa tofauti na waajiri wake. Sasa yupo Young Africans na anaanza katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ni furaha iliyoje kwake kucheza katika timu mbili na kucheza katika dabi zote mbili, akiwa na Simba na pia akiwa na Yanga. Kwa hiyo ndio anakuwa mchezaji pengine wa kwanza kama sio wa pili mzawa katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwa miaka 10 ya hivi karibuni. Upande wa kushoto sasa, upande wa kushoto utakutana na Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa mabeki ambao wenye kasi kweli kweli na wanatazamwa kuwa tishio katika upande huo wa kushoto, kwani ni huo upande yupo Shomari Kapombe na Kibu Denis. Hivyo basi watapata shughuli kweli kweli na katika upande huo, kwani mwamba huyo ana mbio kweli kweli pindi anapokuwa na mpira, na kazi yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba
anaweka zile klosi zake muhimu kabisa za kuwafikia washambuliaji. Utakutana na hilo mapema kabisa. Kwa upande wa beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa beki mwenye kasi, mwenye nguvu na maarifa mguuni. Shughuli yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba leo wapinzani hawezi kupita kwenda kwenye lango la Djigui Diarra, kwani mchezo huu unatajwa kama miongoni mwa michezo ambayo ni kama fainali kwa kila mmoja, kwani kutoka hapa kutatoa msimamo wa nani pengine anaweza akawa bingwa msimu huu wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini kwa upande hapa wanazungumzia mwingine ambao hupo ni upande wa beki namba 5 ambapo anasimama Dickson Job. Unafahamu ya kwamba mchezo uliopita kucheza alipewa nafasi ya kuweza kupumzika, kuweka maandalizi vizuri kabisa, ili kila mmoja atakapokuwa uwanjani ajue nini ambacho anapaswa kufanya. Tuachane na upande wa safu ya ulinzi kwa sababu imekamilika, twende kwenye upande wa safu ya viungo ambapo namba 6 si mwingine bali utakutana na Alidi Aucho. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa nyota pendo kweli kweli. Ukiweza kushuhudia katika eneo la kiungo Alidi Aucho akiweza kusimama hapo, na ubora wake kila mmoja anafahamu namna ambavyo huwa ni miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia kwenye kuisaidia timu kutokufikiwa kwa urahisi, kutuliza yale mashambulizi katika eneo la kati. Alidi Aucho sifa yake ni moja, ni kubwa. Hiyo utakwenda kushuhudia hilo litakapokwenda kutokea katika mchezo huo mkubwa kweli kweli. Mbeba hisia za watu wengi. Ninavyotangaza kikosi hapa kuna mtu tayari ashashika moyo huko. Unaona bana, anafuatilia kwa umakini kabisa. Lakini kwa upande wa namba 7 utakutana na Maxim pia Nzingeli akiweza kuanza katika mchezo huu. Unafahamu shughuli yake. Maxim Nzingeli mwalimu amempatia nafasi ya kuanza katika mchezo huu, kwani anaamini ya kwamba kasi yake kwenye kwenda kushambulia, lakini pia timu ambapo inapokuwa haina mpira ni moja kati ya wachezaji ambao wenye msaada mkubwa sana kuliko wachezaji wengine wote, kwani ni mchezaji ambaye anaweza kushuka maeneo mpaka kwenye upande wa safu ya ulinzi na kusaidia. Kwa hiyo hilo halina doubt kabisa. Lakini kwa upande wa namba 8 utakutana na Mudathir Yahya akisimama katika eneo hilo. Hizi ndio zile nyakati ambazo sehemu ya Mudathir Yahya pengine huwa zinaita kalili. Hilo utakuja kuniambia baadaye. Mudathir Yahya katika nyakati kama hizi ndio huwa anakwendaga kuwashangaza watu kutokana na kiwango ambacho huwa anakionyesha kwenye michezo mikubwa kama hiyo. Utakwenda kushuhudia hilo. Huku namba 9 atasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu shughuli yake. Prince Dube amekuwa na wakati mzuri kweli kweli na kikosi cha Young Africans, pengine toka alivyotua hapa nyumbani Tanzania. Nafikiri ndio msimu wake bora zaidi kuliko misimu mingine, kwani huu msimu ameweza kuwa ana takriban kuhusika katika magoli zaidi ya 20. Yeye huku peke yake kama amefunga magoli takriban 10, huku mkono kwenye mguu wake wa kutoa pasi ya mwisho ameweza kutoa pasi 7. Kwa hiyo ni pasi takriban 10, takriban ametengeneza nafasi 17, lakini pia alizohusika ni 3. Ukiweza kushuhudia nafika mpaka 20, unaona bana. Kwa hiyo kwa upande wa namba 10 anasimama Stefano Aziz Ki. Shughuli yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba anakwenda kufanya jambo muhimu kabisa, kuwapa furaha mashabiki zao wa Young Africans. Lakini kwa upande wa namba 11 anakuwepo Profesa Waboli Pacome Pedro Zouzoua. Unafahamu shughuli yake mchezo uliopita kuweza kuanza kutokana sijui na sababu zipi ambazo zilizomfanya asiweze kuanza, ila tunachofahamu ni kwamba alipumzishwa kwa ajili ya dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia hilo litakalo kwenda kutokea. Kikosi hiki hapa nimekusogezea ambacho kimetangazwa na kocha Amdi, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Young Africans kuelekea dabi ya Kariakoo. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha